أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ndugu zangu, mashehe zangu, ndugu zangu na watu waliohudhuria kwa mkini maadhimisho ya Kiislamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kwa muda mrefu huu kubwa zaidi ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, pia kumuomba yote tunayofanya yale katika mizani ya mbele siku ya Kiyama. Na vile kuongea hao walioweka kwa katika historia, ni muhimu sana kwenda na historia na kwenda kumbukumbu na kutamama mambo hayawi, ila kuna watu walifanya juhudi mambo ya sawa. Sasa mjiwetu na kupitisha katika historia ni muhimu sana kufuata kwa madaraka kama hivi, historia ya kwa vipi na kadhalika, mpaka leo matunda kuonekana katika sura tunayoiona sisi. Kwa hiyo zaidi sisi hakuna isipokuwa nasi ni kuendelea kuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala awape kila la kheri, na sisi vilevile Allah atupeleke katika uzuri pale ambapo tutakuwa kama jinsi walivyofikia wao. Ndugu zangu, maneno si yangu, ila ni kwa sababu tunatakiwa tuwe na saha, hata tuwe na saha kidogo. Ndugu zangu, na saha zangu leo fupi sana, na kwa sababu sio darasa, itakuwa hatukariri sana maneno. Tukisema tunaelekea mbele zaidi, maneno yako kwa kiongozi wetu ambaye atakwenda kufundisha darasa letu. Ndugu zangu, tumesoma Qur'ani, tumesikiliza Qur'ani na tumetafsiriwa Qur'ani. Yote haya yanayofanyika haya, maana yake ni kwamba huu ni mwezi wa Qur'ani, na katika huu mwezi wa Qur'ani ndio maana Qur'ani ilifanywa hivyo na tunashuhudia hivyo. Sasa kwa maana hiyo hii Qur'ani kusoma na kutafsiriwa, kwa kuna maana nyingi ambazo zipo zinazotarajiwa, na leo hii tunahusiana ili tuweze kutoka na kile ambacho kilichopatikana katika sura iliyokuwa bora ya kiutekelezaji, si maneno zaidi bali utekelezaji. Ndugu zangu katika imani, kilele chetu hichi tukiite kwamba anwani yake ni madhahirul muttaqin, dalili za wanawazuoni au alama za wanawazuoni, ili kila mmoja atoke hapa kwa mujibu wa darasa letu lote hili tunataka mpaka leo atoke na dalili ambazo mwenyewe atakuwa anajaribu kujipima. Si vibaya mtu kujipima, si vibaya. Kwa hiyo kidogo kutazama si vibaya, kupima tu, unaangalia kwamba kidogo tunaelekea hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshaeleza kama mwezi wa Qur'ani, na shekha Baziri mtu amesema kama Qur'ani ina daraja zake. Daraja za Qur'ani, kuna daraja ya mwanzo kabisa ni kuisoma Qur'ani, daraja ya mwanzo kabisa Qur'ani kuisoma. Lakini baada ya kusoma Qur'ani inakuwa daraja ya pili kuihifadhi Qur'ani. Baada ya kuhifadhi Qur'ani inakuwa daraja ya kufahamu maana za Qur'ani. Baada ya hapo inakuja maana ya kuizingatia Qur'ani. Halafu inakuja daraja ya mwisho ni kuipeleka kwa wengine waweze kuifahamu Qur'ani. Kwa hiyo hatua za Qur'ani tulisoma alhamdulillah. Qur'ani kuhifadhi, kuna baadhi wanaihifadhi, baadhi wanaihifadhi kidogo, alhamdulillah. Lakini kuna daraja ya kufahamu maana yake. Daraja ya kufahamu maana yake tumeshuhudia hapa mwezi mzima hapa, na sehemu nyingine mashehe mbalimbali wanakuja, walimu na ustadhi na kadhalika, wanakuja kuifasiri Qur'ani. Kwa hiyo tunahifadhi Qur'ani, hiyo daraja ya kufahamu maana za Qur'ani. Lakini sasa hapo ndipo panakuja pazito ni tadabbur, kuizingatia. Sasa hiyo kuzingatia ndio mimi nataka kidogo hapo inshallah taala. Ndugu katika imani, mazungumzo yetu leo katika kuzingatia Qur'ani, tutakuwa na hadithi hizi, aya kama mbili tu za msingi, alafu na hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aya ya kwanza ipo katika surat Ali Imran 132, lakini itatulazimisha yende na aya zinazofuatia mbili tatu mbele yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal
walkadhimina alghaidha walafina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ikaendelea walladhina idha fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakaru Allaha fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hii aya ndugu zangu, kwa nini tunazungumza? Allah anasema, Allah wasari'u ila maghfirati min rabbikum, fanyeni haraka, nendeni mbio utafuta msamaha kutoka kwa Mola wenu, wa jannatin arduha samawati wal ardh, vile vile fanyeni haraka kuitafuta pepo ambayo ukubwa wake upana wake ni kuliko hiyo mbingu na ardhi. Uiddat lilmuttaqin, hiyo pepo imeandaliwa kwa wacha Mungu. Hapo ndio mahali pa kusimama, imeandaliwa kwa wacha Mungu. Hiyo shika la pili, shahr Ramadhan, mwezi wa Ramadhan huu ambao ni mwezi wa Qur'an, imeteremshwa ndani ni nini? Qur'an. Na ili watu wawe nani? Wawe wacha Mungu, muttaqun. Naona hiyo pepo ni kwa ajili ya wacha Mungu. Mwezi wa Ramadhani umeletwa ili tuwe wacha Mungu. Kuna mahusiano makubwa sana. Sasa aya hii ndio inatuweka sawa hapa. Sasa ili tusihangaike tukahamalika nani wacha Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe anatuambia alladhina, hao wacha Mungu ni wale ambao yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra'i, wanatoa katika hali ya uwepesi na hali ya shida. Wana uwepesi, wanatoa hata kama wana shida na matatizo, wanatoa. Hao ndio wacha Mungu. Usimtafute mcha Mungu katika akili yako wewe. Mcha Mungu ni huyu anaelezwa nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alafu anasema wal kadhimina alghaidha, na wale ambao wanaudhibiti chuki. Kudhibiti chuki, hasira, kudhibiti hasira. Mwanadamu yoyote lazima atapata hasira yoyote ile, anahasirika. Lakini mcha Mungu anadhibiti nini? Anadhibiti hasira. Alafu anasema wal afina anin nas, na wale ambao wanawasamehe watu. Sasa hawa Allah anasema wallahu yuhibbul muhsinin, Allah anawapenda wanaofanya ihsani. Sote tunajua kwamba ihsani ni daraja ya mwisho kabisa ya ucha Mungu. Kuna Islam, kuna iman na kuna ihsani. Watu wenye kumiliki sifa hizi wakawa nazo, hao sio Waislamu wala sio waumini, hao ni muhsinuna. Maana yake wamebeba yote haya, daraja yao ni ya juu. Allah mwenyewe amewapa jina hilo. Sasa hizi ndio sifa ambazo tujue kwamba hii zoezi lote la Ramadhani tulikuwa tunatafuta hapa, ndio alama pende sote tukajiangalia. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala anajua katika ubinadamu wao inawezekana wakateleza waumini hao, waumini na umini wao, hao ni usununa wakateleza. Allah anasema walladhina idha fa'alu fahishatan, na wale ambao watakaofanya kosa, watakaofanya uchafu na baya, au dhalamu anfusahum, au wamejidhulumu nafsi zao kwa kufanya lile ambalo Allah hapendi walifanye, dhakarullah, wanamkumbuka nini? Wanamkumbuka Allah, fastaghfaru lidhunubihim, hapo wanakuja kufanya istighfari na toba kwa ajili ya madhambi yao. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, nani anayesamehe madhambi isipokuwa Mwenyezi Mungu? Sasa waumini wanafahamu hivyo na wanayakini hivyo na wanafanya hivyo, halafu walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na hawaendelei kwa yale ambayo waliyofanya ya makosa, hali ya kuwa wanajua kwamba wao wamefanya kosa. Nadhani ndugu zangu, aya hiyo moja imetupa sasa zile sifa za waumini. Kama tunasema tunataka tusitafute kwa sisi, tuzichukue katika khitamu ya darasa letu hili, tuzichukue sifa hizi kutoka ndani ya Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Ametuwekea wazi, ndio dalili, ndio alama. Haya, hadithi ya pili ya leo ni aya nyingine namba 2. Aya nyingine namba 2, tunakwenda suratul Mu'minun, aya namba 60. Suratul Mu'minun, ila kad aflaha al-mu'minun, aya namba 60. Mwenyezi Mungu anasema hivi, walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, na wale ambao wanaoleta hayo wanayoyaleta, na wale ambao wanaifanya hayo wanayoyafanya,
hali ya kuwa nyoyo zao zina hofu na kuogopa kwamba wao watarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao watu hao, yani maana yake hao watu hao sasa si ndio wanamgani wacha Mungu au ndio nani? Sasa tuangalie mama Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mama Aisha radhiallahu anha amesikia aya hii inasema, na wale ambao wanaofanya hayo wanaoyafanya na wale ambao wanaoleta hayo ambayo wanaoyaleta, hali ya kuwa nyoyo zao zinaogopa kwamba watarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mama Aisha amenyosha mkono, anamuuliza ya Rasulullah, ahumul ladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, hao watu wanaoleta wanayoyaleta halafu nyoyo zao zina hofu kwamba watarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu, ni watu gani hao? Ni wale ambao wanaekunywa pombe, ni wale ambao wanaoiba, kwa lugha nyingine ndio hao wanaozini, ndio hao wanafanya makosa, ndio hao wanaleta hayo, halafu wanamhofu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba watarejeshwa kwa yeye. Mama Aisha anataka istifsari, yeye akili yake imekwenda huko, lakini akaulizwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la ya binta Siddiq. Yani alimuita katika jina lile la mapenzi, jina la mapenzi. Mkewe alikuwa jina la mapenzi, la ya binta Siddiq. Sio unavyofikiria wewe, mtoto wa Siddiq, mke wangu wewe, mama wa waumini, mtoto wa Siddiq, baba Siddiq, ili amtulize, afurahi kwanza kuitwa vile, aweze kupata somo zuri na tafsiri ya aya hii jinsi ilivyo. Ni muhimu sana. Mtume akasema sallama, walakinnahum, lakini watu hawa wanakusudiwa na aya hao, alladhina, ni wale ambao yasumuna, wanafunga kama tulivyofunga sisi, wayusalluna, na wanaswali kama tulivyoswali sisi au tunavyoswali sisi, wayatasaddaquna, na wanatoa sadaka kama tunavyotoa sadaka sisi na wengineo. Anasema wahum yakhafuna, hali ya kuwa wanahofu, alla tuqbala minhum, kwamba hizo ibada zao zisikubaliwe na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika hao alladhina yusari'una, hao ndio wenye sifa ya kwamba wanakwenda haraka sana kuzikimbilia kheri, kama tulivyosoma kanini ile aya wasari'u, wala wanakwenda mbio, ndio hao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tuitafsiri ile aya, maana nimesema tu niliacha kuitafsiri ili watu wapate tafsiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio niimalizie maneno. Ile aya inasema, sikilizeni, walladhina yutuna ma ataw, na wale ambao wanaefanya kheri, na wale ambao wanaofanya kheri, ma ataw, kheri ambazo wanazozifanya, wa qulubuhum wajila, hali ya kuwa nyoyo zao zina hofu, annahum ila rabbihim raji'un, kwamba watarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wale ambao wanaofanya kheri, sio watu wanaofanya maasi. Aya hii inaeleza watu ambao wanaofanya kheri, na ndio tunasema wanafanya kheri kwa sababu tafsiri ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amesema kwamba wanafanya nini? Wanafunga, wanaswali, wanatoa sadaka. Hao watu hao wanayafanya hayo. Kuna heri ndogo, kuna heri ndogo katika vitatu hiyo, si ndio? Mama za heri hizo, mama za heri, cheka kufunga, ibada ambayo malipo yake hayajui kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, malipo yake kuswali, hii swala itakuwa ndio ya mwanzo kuhesabiwa akhera. Kutoa sadaka, kutoa infaq, ibada ambayo kila ikitaja swala na kutoa inatajwa, tunakuwa namna hiyo. Sasa Biblia anasema aya hii, hao wanaoyafanya hayo, lakini wa qulubuhum wajila, hali ya kuwa nyoyo zao zina hofu kwamba wao watafanya nini? Watarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndugu zangu, hizi hapa ukiangalia ndio nini? Ndio sifa za wacha Mungu. Sasa tusikae hapa, tumejaribu kufumbua sasa kitandawili. Kwa tumesema tu Ramadhani ili watu muacha Mungu, Ramadhani la'allakum tattaqun. Sasa utamungu ndio huu Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza maana yake nini. Maana yake sote tutoke na somo baada ya tafsiri iliyofanyika hapa na yanazungumzwa yote na huko, tutoke na somo kwamba kumbe ucha Mungu ni mambo yanashikika, yanafahamika, ni mambo yanafahamika, yako wazi. Sasa kila mmoja akajipima.
Je, yuko wapi katika utoaji? Katika hali ana shida anatoa, katika hali ana raha, ana shida anatoa, na ana raha anatoa, au ana wepesi anatoa. Yuko wapi katika kudhibiti hasira zake? Yuko wapi? Hiyo ni utekelezaji. Tunakwenda kwenye utekelezaji wa Ramadhani, wa kipindi cha Ramadhani na Ramadhani. Yuko wapi mtu wa namna hiyo? Ndio mcha Mungu huyu, vinginevyo ucha Mungu hakuna. Halafu vile wanaafina ni nasi, yuko wapi anaudhiwa halafu anakimbilia kusamehe? Yuko wapi? Tunatakiwa hapa. Lakini yuko wapi anaingia katika kosa, anamkumbuka Allah, anafanya istighfari ya makosa na wala haja aendelee tena kosa hilo? Yuko wapi? Hayo mambo. Halafu tunaongezea pamoja na yote hayo unayoyafanya wewe sasa na ninayofanya mimi na mwingine, unapoyafanya na umeshafanya katika daraja ya juu, lakini una hofu kwamba hivi Allah anayakubali haya. Hiyo ndio funga kazi sasa. Maana na uishayafanya yote, umeyafanya na ni mazuri, alafu unafanya nini? Unakaa unapiga hesabu, hili nimefanya kweli, nimekubalika hivi, huu mtihani nimeufanya vizuri na niamini, lakini je, mwalimu atasaisha nitapata kwenye mtihani huu? Sasa ndio sifa na hikma ya Mwenyezi Mungu kutoka hivi. Anajua kwamba alwaja hofu haiwi ila kwa watu wenye kumpenda Mwenyezi Mungu, na watu mukhlisina ndio wanakuwa naoga. Vile vile katika aya hii imekusanya kati ya ihsani na nini na alkhofu, kwamba ihsani ni kufanya matendo mazuri lakini na hofu. Tunatabia sisi ya hudu, mtu akifanya vizuri akiona kama vizuri, tukasema mwingine anayemwona yeye kafanya yuko chini yake, wote utaniweza wapi mimi? Unaona, kumbe mcha Mungu huko ulipofanya vizuri huko bado uwe na hofu, ama amekubali uzuri wako uliofanya. Halafu vile vile aya hii inatuambia adamu al-iftirari bil amal, tusijidanganye sana kwa nini? Kwa amali tulizofanya, bali tuombe taufiki ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu vile vile aya hizi zinatuepusha kujibusha na riya wa asbabu, ria na asbabu, ria na sababu za ria za kuonyesha tuje na kila tulifanya kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zangu hiyo ilikuwa ni kitamu na watasaa kwa mimi kwanza. Hivi sasa tunakwenda kwenye huo cha Mungu tulioambiwa na tuliovuna. Sasa tunakwenda kwenye utekelezaji, sio darasa tena. Hapa ni utekelezaji, kila moja ya Rabbi nafsi yangu tutoke na hayo na yote tutakayosema na mashaikh na usema ni kusikiliza ya kheri, na Allah atakuwafikishe, na Allah atakubali amali zetu. Allah ndio kwenye kusamehe, Allah anapenda msamaha na kusamehe. Allah atupe kheri zote na tukinge na shari. Allah tuelekeze kwa kheri, tulikimbilie. Allah tukinge na kila shari, tuliache. Aqulu ma tasma'un, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Akadete kidude kile sasa hiyo chini kama kile Cuando